Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la pili, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya ya 17 hadi 26. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 3 aya ya 16 hadi ya 21. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yesu alimwambia Nikodemo, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hili ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa sana ndugu zangu katika Kristo, karibuni tutafakari mafundisho tunayoyapata katika somo la Injili ambalo tumekwisha lisikia hivi punde, tukiongozwa na ujumbe, nifanye nini ili nipate uzima wa milele? Somo la Injili ya leo ni mwendelezo wa Injili tuliyoisikia siku mbili zilizopita. Kimsingi, Injili ya Yohane sura yote ya 3 ni mazungumzo kati ya Bwana wetu Yesu Kristo na Nikodemu, ambaye alikuwa ni kiongozi mmoja Myahudi wa kikundi cha Mafarisayo. Mazungumzo haya ni yenye upekee wa aina yake, kwa sababu kwa sehemu kubwa katika maandiko matakatifu tunamwona Yesu akiwa amezungukwa na watu wa kawaida. Lakini hapa tunamwona akizungumza na mmoja wa watu mashuhuri wa Yerusalemu, Nikodemu, ambaye ni Mfarisayo na pia ni lazima alikuwa tajiri. Tukumbuke kwamba Yesu alipokufa, Nikodemu alileta kwa ajili ya mwili wake mchanganyiko wa manemane na ubani kiasi cha kilo 30. Tukirejelea ile Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 39. Na ni mtu tajiri tu ndiye angeweza kuleta hivyo. Tujifunze mambo kadha wa kadha kupitia kwa Nikodemu. Pamoja na kuwa alikuwa Mfarisayo, kundi lilokuwa adui mkubwa wa mafundisho ya Yesu, pamoja na kuwa alikuwa na nyadhifa zake kubwa kubwa na uwalimu wake, alitambua kuwa akiwa na Yesu hana jipya kumzidi. Anaonyesha unyenyekevu mkubwa, anajishusha ili kujifunza, anajawa na hamu ya kumjua Mungu kwa undani, na hivyo akitambua kuwa Yesu alitumwa na Mungu, anachukua uamuzi na kumtafuta aliko, na yeye anamwendea Yesu usiku na kuzungumza naye. Hapa tunapata funzo kuwa umri, cheo, mamlaka, hali nzuri ya maisha, haya yote hayamfanyi mtu awe anajua kila kitu. Hivyo basi tunaalikwa tuwe wawazi pale tunapohitaji msaada. Ndugu zangu, katika ulimwengu wa sasa wapo watu wenye elimu za juu sana, vyeo, na vile ni watu wa dini, lakini kutokana na hali nzuri ya maisha wanakosa hamu ya kumtafuta Mungu kwa kina, wakiona kwamba wanajitosheleza. Kwa kufanya hivi twajidanganya, kwani vyote tulivyo navyo ni mali ya Mungu. Hivyo hatuna budi kumtafuta Mungu ili tuendelee kuwa bora zaidi na zaidi, na hatimaye tupate uzima wa milele. Ndugu wapendwa, katika somo la Injili tunapata mafundisho mbalimbali.
tunapewa mwaliko wa tufanye nini ili tuweze kupata uzima wa milele. Kwanza kabisa, tunaalikwa tuwe watu wa imani. Imani yenye nguvu, imani thabiti. Je, ni imani kwa nani? Ni imani kwa Kristo, ambaye Mungu kwa upendo wake alimtoa sadaka ili atukomboe na tupate uzima wa milele. Imani hii sio kusema tu kwamba ninamwamini Kristo, bali imani kwa Kristo ni kumtegemea Kristo katika maisha yetu yote, katika nyakati zote na katika hali zote tunazopitia. Imani kwa Kristo ni kujua na kuyashika mafundisho ya Kristo kwa moyo wetu wote na kuyahubiri kwa maneno, kwa matendo na hasa maisha yetu ya kila siku. Ni kuwa Kristo mwingine, kwamba uwe sehemu ya furaha, amani, upendo na faraja katika maisha ya wengine. Usiwe chukizo, usiwe kikwazo, usiwe sababu ya mafarakano katika jamii, familia na jumuiya. Ndugu zangu, imani thabiti inatudai tuwe na uhusiano wa karibu na Kristo. Tuishi na Kristo kila siku kupitia sala, kupitia neno la Mungu na kupitia sakramenti. Tusiposali kila siku, tusipolitafakari neno la Mungu, tusiposhiriki sakramenti mbalimbali, matokeo yake roho zetu zinathohofika, zinakosa lishe na hatimaye tunakuwa mbali na Mungu. Tunaangukia dhambini. Tukiwa mbali na Mungu, huku ndiko kumkataa Mungu. Kumkataa Mungu si kwa maneno tu, bali pia hata kwa matendo yetu maovu. Tunaonesha dhahiri kwamba tunamkataa Mungu. Jambo la pili, tufanye nini ili tuweze kupata uzima wa milele? Tunalikwa tuwe watu wanaopenda nuru, ambayo ni ukweli na huwakilisha uwepo wa Mungu. Nuru hii ni Kristo mwenyewe. Tupo katika kipindi cha Pasaka. Kristo amefufuka na ameshinda mauti. Yeye ambaye ni nuru amefukuza giza la dhambi. Tujiulize, je, bado tunaishi katika giza au tumefanya mabadiliko? Je, tumefufuka na Kristo au bado tunakumbatia utu wetu wa kale? Je, kuna mambo yasiyompendeza Mungu ambayo tunaendelea kuyakumbatia? Je, naendelea kuishi katika giza la dhambi ili hali nuru ipo? Ndugu zangu, tunaishi katika ulimwengu ambao ukweli unapuuzwa na dhambi zinaonekana ni kitu cha kawaida tu. Swali la msingi linabaki kwetu. Tujiulize na tujitathmini wenyewe. Je, tunapenda nuru au giza? Tunapokosea, tunatafuta nuru au tunajificha gizani? Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Paulo Stefano Laiza wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu, nasi tunajivunia imani twasakafia